Mwambula Nursery School ni kituo bora cha kulelea watoto wadogo, watoto wenye umri kuanzia miaka 3 hadi miaka 5, na pia ni kituo bora kwa tuition kwa darasa la awali mpaka darasa la 7. Wanatoa huduma zote muhimu kwa mwanao ikiwemo chakula cha mchana. Ada zao ni nafuu sana. Mwambula Nursery School ipo mjini Makambako, stendi ya daladala, jirani kwa masista. Wana madarasa ya kutosha na ulinzi na usalama ni uhakika kwa mtoto wako. Watoto wanapokelewa kuanzia saa 1:30 asubuhi na muda wa kurudi ni saa 11 kamili za jioni. Kwa mawasiliano zaidi wapigie kwa simu namba 0744800097 au 0713332222 na 0623533222. Kwa elimu bora na usalama, mpeleke mwanao Mwambula Nursery School. Kazi yenyewe nafikiri inafahamika kama barua yetu ya utangulizi ilivyokuja. Imekuja kukagua miradi ya ujenzi wa miundombinu ya elimu, fedha ambazo zimetokana na fedha za mpango wa maendeleo kwa ustawi wa taifa na mapambano dhidi ya miko. Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, ziara yangu imeanza siku nyingi kidogo. Mimi nimepita mikoa, huu ni mkoa wa 7. Nianza Songwe, baadaye Rukwa, Katavi, Morogoro, Iringa, Ruvuma. Sasa niko Njombe na kesho na kesho kutwa namalizia mkoa wa Mbeya kabla hatujamia kanda ya Ziwa. Na nipo hapa kwa sababu huu ni wajibu ambao tulimwahidi Mheshimiwa Rais mama yetu Samia Suluhu Hassan kwamba tutamkabidhi haya majengo tarehe 31 Disemba. Tutamkabidhi yote. Sio kwamba tutamkabidhi nusu, tutamkabidhi yote, majengo 1015 yote aliyotoa fedha zaidi ya bilioni 304 nchi nzima. Kwa hiyo ninapita kwa ajili ya kukagua, kuangalia value for money, kuangalia ubora, kuangalia kama majengo yameisha kwa wakati, kwa sababu tumemwahidi Mheshimiwa Rais kwamba mwakani watoto watayakuta madarasa kwa maana ya miundombinu ya madarasa na thamani zake, samani ziko ndani, watazikuta mle ndani. Na wala sio kwamba madarasa ndiyo yatasubiri wanafunzi. Maana miaka yote watoto wanafaulu, wanapangiwa shule, alafu baada ya hapo madarasa ndio yanaanza kuwasubiri. Yani watoto ndio wanaanza kusubiri madarasa. Yani tunaanza kuangeshana na majengo. Sasa mwaka huu kidogo ni tofauti. Mheshimiwa Rais alipoingia madarakani, sisi ofisi ya Rais TAMISEMI tulimpelekea mahitaji yetu. Tulimweleza ukweli. Tulimwambia Mheshimiwa Rais, moja ya changamoto kubwa sana kwenye elimu ni miundombinu. Watoto wengi wanafaulu kwenda kidato cha kwanza, lakini tunawaacha mtaani kwa sababu ya kukosa nafasi. Kwa tunajaribu kuwa na cut-off points. Sio kwamba wale wengine wanaoacha wamefeli, wanakuwa wamefaulu, ila tunawaacha kwa sababu hatuna madarasa, hatuna miundombinu ya kutosha. Kwa tunaacha watoto wengi. Kwa tukasema hapa ni kama sisi tunashindwa kutimiza wajibu wetu. Mheshimiwa Rais akatuambia, niambieni mnahitaji madarasa mangapi. Tukamwambia ili tuweze kuaccommodate watoto wote watakao faulu tunahitaji madarasa 11,900. Mheshimiwa Rais akatupatia madarasa 12,000 ya sekondari na 3,000 yalikuwa extra, tukaamua tuyapeleke kwenye shule shikizi kwa ajili ya kupata walau sasa. Maana tuna shule nyingi shikizi na nyinyi wote mmekuwa mkijua. Moja ya kitu ambacho kimekuwa kikituchafua sana kama serikali ni shule shikizi. Mtu anakwenda huko porini anachukua shule shikizi, watoto wanasoma kule na unaona hii serikali yenu. Kwa tukasema sasa tunataka kwenda kuzibadilisha na shule shikizi. Mheshimiwa Rais akakubali, akasema tutafutia fedha. Na ndio maana tunasema hili ni jambo la kwanza katika historia ya nchi yetu na ni legacy ya Mheshimiwa Rais mwenyewe. Kwa sababu kujenga madarasa 15,000 kwa mpigo kwa wakati mmoja
na Mheshimiwa Rais kutoa fedha zaidi ya bilioni 300, kitu hakijawahi kufanyika. Tuwe wa kweli mbele ya Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo kwa hichi alichokifanya Mheshimiwa Rais, tukaona na sisi sasa tusimwangushe, kwamba lazima tujenge na lazima tukamilishe kwa 100%. Na kiukweli mikoa mingi niliyopita wamemaliza. Songwe, mpaka wakati naondoka Songwe mimi nimepita mwanzoni kabisa, nimepita tarehe 24-25 mwezi wa 11. Walikuwa wapo kwenye hatua nzuri. Kiwemo jimbo langu mimi hata liko mkoa wa Songwe, Tunduma. Sisi tumekabidhi majengo haya tarehe 7 mwezi wa 12. Tumeyakabidhi yote tuliyokuwa tumekabidhiwa sisi kama halmashauri, yakiwa na madawati, meza, yamekamilika, yana tiles, yana kila kitu ambacho kinahitajika. The best classes tumekabidhi kwa Mheshimiwa mkoa, basi hata kabidhi ofisi ya Rais amesema na sisi tutakabidhi Mheshimiwa Rais. Nimekwenda Rukwa, walikuwa hapo kwenye hatua ya mwisho sana kwa sababu tulikuwa mwanzo, na naamini sasa hivi wameshamaliza. Lakini Katavi walinifurahisha, walikuwa wamekwenda mbali. Katavi pamoja na kwamba wako vijijini lakini wamemaliza. Nimekwenda Mpimbwe kule, nimekwenda Mlele, nimekwenda Tanganyika. Wamemaliza majengo. Hebu imagine distance ya kutoka Dar es Salaam to Katavi. Wale wanapakana na Kongo kule. Simenti tu mfuko mmoja ni 26,000 kule. Lakini wamemaliza, wana stamani za majengo na kila kitu. Nimekwenda Morogoro, kwa kweli baadhi ya halmashauri walikuwa wamemaliza, kama Kilosa wamemaliza. Na pale walikabidhiwa majengo halmashauri moja tu, majengo 117. Yote yamemalizika, yana viti, yana meza, tarehe 15 wamekabidhi. Nimekwenda Iringa hapo, na wao wako kwenye 80%, bado hawajamaliza, lakini Ruvuma wamefanya vizuri sana. Ruvuma wamefanya vizuri, ni halmashauri moja tu ndio iko hatua za mwishoni. Na wao deadline yao ni tarehe 20, ambayo ni halmashauri ya Nyasa iliyokuwa jana. Lakini ukienda Madaba wamemaliza majengo yote, Manispaa wamemaliza majengo yote, Songea DC wamemaliza majengo yote. Hapa Iringa hawa nani wamefanya vizuri sana Mufindi. Vizuri sana. Nafikiri madarasa yao yanaweza kuongoza nchi nzima. The best classes I've never seen popote pale. Hata ya kwangu Tunduma hayako bora kama walivyojenga wale. Wamejenga madarasa mazuri sana. Yaani mazuri mno. Mpaka nikauliza siri ya mafanikio, wakasema walijicommit muda wao kufanya ile kazi, wamefanya kazi nzuri sana. Sasa Mufindi wamefanya vizuri sana. Yaani sijayaona popote nchini. Kote nilikozunguka hii mikoa 8 nilozunguka mpaka sasa hivi sijaona, lakini wale wamefanya vizuri sana. Sasa Njombe TC, huu ni mji, na Njombe mkoa bado sijajua status, lakini nafikiri majengo mengi kama wewe ulivyoeleza kwa kifupi hapa ni 25. Hayo yamemaliza complete, maana yake 180 bado. Matarajio yetu ni kwamba mtayamaliza kwa wakati. Na mimi nilikuwa najua nyinyi mtakuwa mmemaliza. Kama Ruvuma wamemaliza na Sumbawanga wamemaliza, najua nyinyi mmemaliza kabisa. Na maana mmekuwa bora kwenye vitu vingi. Kwenye ufaulu, kwenye ukusanyaji wa mapato, mmekuwa mko bora sana. Kwenye taarifa nyingi ambazo mimi nazisoma na nakutana nazo, Njombe mmekuwa mkiongoza. Iwe kwenye usafi wa mazingira, utaona Njombe inaapia maeneo mengi sana. Kwa hiyo hata hiki kuchelewa mnaweza mkatoa sababu, lakini Wakatavi wangekuwa na sababu bora zaidi kuliko sisi au watu wa Nyasa kule. Nyasa wanachelewa, nimeona kuna sababu mara kulinda usalama, maeneo mengine kupeleka vifaa mpaka mpate magari ya jeshi ndio lipeleke kule. Kawaida hivi watu wanaweza wakanyang'anya njiani. Kwa hiyo wana genuine reason, lakini Kanali Thomas pale amenihakikishia kwamba tarehe 20 kesho Jumatatu wanakabidhi madarasa yote. Kwa hiyo rai yangu kwako Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa ni kuhakikisha kwamba walau mwe na deadline yenu. Msisubiri tarehe 31 ya kitaifa. Naibu Waziri, niseme matunda ya uwekezaji huu yameanza kuonekana. Juzi tulikuwa na kikao cha halmashauri kuu ya chama ambapo tulikuwa tunawasilisha taarifa ya utekelezaji wa ilani kwa kipindi cha miezi 6. Ukizungumza kwa akili ya kawaida unaweza kadhani kuwa ni vitu ambavyo havipo, lakini ukweli vipo na tumeshaanza kuona mabadiliko makubwa sana.
kwa mara ya kwanza, kwa mfano kwenye sekta ya afya, kumekuwa na vifo vya watoto wadogo. Kwa kipindi cha miezi 6 vimepungua kutoka vifo 109 mpaka vifo 37. Yaani ni mabadiliko makubwa sana. Lakini kwa upande wa kina mama wajawazito, kipindi cha miezi 6 iliyopita kuanzia Januari mpaka Juni, tulikuwa na vifo 8 vya mama wajawazito vinavyotokana na changamoto za uzazi. Lakini katika kipindi cha miezi 6 iliyofuata, ambayo tunakuja kuishia Disemba, tulikuwa na vifo 11. Lakini kati ya vifo 11, vifo 7 vilitokana na changamoto ya uviko. Kwa hiyo kwa hesabu za kawaida ukiondoa hivyo, ina maana tumepunguza vifo kutoka 8 katika miezi 6 ya kwanza. Sasa hivi tuna vifo 4 vya kina mama ambavyo vimetokana na changamoto ya kujifungua. Kwa hiyo kwa haraka kwa kweli unaona kuna mabadiliko makubwa sana kwenye sekta ya afya. Na sisi kama mkoa, lengo letu ni kuhakikisha kuwa tunaendelea kupunguza vifo hivi ili hatimaye kusiwe na mama anayepoteza maisha kutokana na changamoto ya kujifungua. Lakini kama alivyosema katibu tawala, hata kwenye sekta ya elimu tunayaona mabadiliko makubwa sana. Sisi mwaka huu kitaifa kwenye mitihani ya darasa la 7 tumeshika nafasi ya 5 kitaifa. Na tunasema ni nafasi ya juu sana. Na tuna uhakika tuna uwezo wa kufanya vizuri zaidi na kushika nafasi za juu zaidi. Lakini kwenye barabara za vijijini ambako tunategemea kuwa na impact kubwa sana kutokana na mazao tunayoyalima ya chai, parachichi, viazi, mahindi, uwekezaji mkubwa ambao umekwenda kufanyika. Mwaka jana kwa mfano tulikuwa na budget ya bilioni 8 na milioni 400. Lakini mwaka huu tunaoendelea nao tuna budget ya zaidi ya bilioni 20. Kwa hiyo tunategemea tutakuwa na mabadiliko makubwa sana kwenye matengenezo ya barabara za vijijini. Na kwa hali hiyo usafirishaji wa mazao utakuwa ni rahisi, lakini na pembejeo nazo zinaweza kuwafikia wananchi kwa wakati. Kwa hiyo niseme kwa niaba ya mkoa, kwa kweli tunamshukuru sana